Binafsi nimekuwa nikifuatilia mambo yanayoendelea mtandaoni na nimeona niweze kuwakumbusha umma na baadhi ya watu ambao wamekuwa wakitumia vyombo vya habari na mitandao kwa ajili ya kupotosha umma. Jambo la kwanza nitaka niwafahamishe ndugu yangu aliyekuwa kwanza mbunge wa kuteuliwa, ndugu yangu Humphrey Polepole, lakini pia mbunge wa jimbo la Kawe Askofu Gwajima. Lazima watambue kwamba kila zama na kitabu chake. Sasa wasifike mahala wakawa wanachukua references za nyuma ndio wanataka tuweze kuzitumia katika utendaji wa serikali hii ya awamu ya 6 chini ya Mama Samia Suluhu Hassan. Hiko kitu hakiwezekani. Sasa nimekuwa nikiona kwa mfano Askofu Gwajima amekuwa mara nyingi nikimfuatilia maongezi yake na mazungumzo yake. Kwanza kabisa anajificha kwenye kivuli cha kanisa kuweza kupotosha umma. Na nimejaribu kufuatilia kwa ukaribu sana. Lugha anazokuwa akizitoa ni za kejeli. Msimamo wa serikali kuhusu chanjo ya corona umesema ni hiari. Hilo jambo halina mjadala tena. Msimamo wako ukiwa ni kuchanja ndio msimamo wako. Na msimamo wako ukiwa hauwezi kuchanja, huo ndio msimamo wako, na huwezi sasa kuanza kutumia platform ya kuanza kushawishi watu na kueleza habari mbalimbali. Kwa hiyo namtaka Askofu Gwajima kwanza atambue kila zama na kitabu chake, lakini ni muombe na nimtake kumuomba asitumie kanisa kutumia lugha za kusuta watu kwa kuweza kutaja yani kusema vitu kwa mafumbo, yani kuwataja watu lakini kwa mafumbo. Hawataji watu kwa majina, anawataja watu kwa mafumbo. Sasa kimsingi kuteta watu kwenye nyumba ya ibada ambayo tunadhani sasa ndo kimbilio la mambo yote, ambayo kimsingi mtu akifikwa na jambo lote na uzito wote tunakimbilia kule. Sasa asitumie kanisa kama njia ya kuweza kuwa anasuta watu na kuweza kusema kwamba ana uwezo wa kuwaumbua, si kufanyaje. Asitumie kanisa kama hivyo. Namtaka arudi kwenye maadili kwanza ya dini. Yeye ni askofu, arudi kwenye msingi wa maadili ya dini. Akilifahamu hilo, wala hawezi kuendelea na mjadala huu tena wa masuala ya chanjo ya corona. Kwa hiyo kutumia mwamvuli wa kanisa kuteta watu, kwa kweli naona halitendei haki kanisa, hawatendei haki waumini wake, na naona hili jambo sio sahihi. Na umoja wa vijana wilaya ya Bahi, mimi kama mwenyekiti ninamuomba Askofu Gwajima kwamba huu mjadala wa swala la chanjo, yeye kama msimamo wake ya chanji basi asichanje, lakini asitumie kanisa kuanza kushawishi watu wasiweze kwenda kuchukua chanjo. Lakini nirudi kwa ndugu yangu Humphrey Polepole, mbunge wa kuteuliwa na mkuu wa wilaya mstaafu, lakini pia katibu wa itikadi, siasa na uenezi mstaafu. Lakini huyu ni mtu mzoefu, ameitumikia serikali ya Chama cha Mapinduzi akiwa kama DC na nafasi mbalimbali, lakini pia amekuja kukitumikia Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala kinachoshikilia serikali. Lakini uzoefu alionao, anao uzoefu mwingi, lakini pia hata maadili na miiko yote anaijua na anaifahamu, na naamini hata kwenye makabati yake pamoja na kwamba amestaafu, hata kwenye makabati yake kule nyumbani kwake naamini vitabu hivi vya miiko na maadili ya chama na serikali na taratibu zote na miongozo yote atakuwa anayo na anaifahamu. Na hivi karibuni amekuwa akisimamia hiyo. Amekuwa akiendesha madarasa ya itikadi mbalimbali kujifunza masuala ya chama, nidhamu ya chama, nidhamu kwa viongozi. Na sisi kama vijana tumeendelea kumheshimu, hatukuwahi kumvunjia heshima wala hatukuwahi kumfanyia jambo lolote kinyume na taratibu za chama na maadili na miiko. Lakini taratibu zote anazifahamu. Sasa tunamuona naye pia mitandaoni ni kama ameanza kupotoka na kuacha ile miiko na maadili ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia na miiko ya serikali. Huku akijua kwamba swala la chanjo ya corona serikali imeshasema kwamba ni hiari. Kwa hiyo ni hiari kuchanja au kutochanja. Hakuna anayelazimishwa kwa jambo hili. Lakini sasa naona anakuwa kama na yeye mitandaoni ni msemaji juu ya hili jambo. Lazima nimfahamishe wasemaji kwenye jambo hili
la masuala mazima ya corona, tunachofahamu sisi, Mheshimiwa Rais namba moja anaweza kuzungumzia taarifa yoyote inayohusu masuala ya chanjo ya corona, lakini waziri mkuu anaweza kalizungumzia hili kitaratibu, kuelekeza taifa namna gani tunakabiliana na janga la corona. Lakini kiongozi mwingine muhimu ni waziri wa afya. Tumeona Dorothy Gwajima amekuwa mara nyingi akifafanua na kuelezea chanjo ni hiari na nini. Hakuna mtu aliyelazimishwa. Sasa polepole kuweka msimamo wake mitandaoni ni jambo jema, lakini yeye anafahamu miko na maadili ya viongozi. Kwa hiyo kuliweka jambo mtandaoni ambalo yeye anaufahamu nalo wa hali ya juu, mimi ninamuona ndugu yangu Polepole ni kama miiko na maadili sasa ameiacha na kama ameisahau. Na najaribu kumuona Comrade Polepole, ninamuona kama ni ndege. Namuona kama ni ndege aliyonyonyolewa mabawa kwenye mbawa zake. Amenyolewa manyoya kwenye mbawa. Kwamba anajiona anaweza akaruka. Kumbe kuruka hawezi. Kwa hiyo akitaka kuruka hana tua, anadondoka chini. Kwa hiyo anaona kama tena bado anaweza akaruka na akazungumza. Sasa lazima atambue kila zama na kitabu chake. Kitabu hiki ndo drama zake hizi. Na mama, kati ya baba na mama duniani kote imetafsirika mama ni mtu mwenye huruma. Mama anatuonea huruma sisi, ndio maana anataka tuchanje. Haimaanishi yale mambo yote yaliyofanyika kipindi cha nyuma yaachwe. Yote yaendelezwe. Adui hawezi kupiganiwa kwa silaha moja. Tupigane na adui kwa silaha tofauti tofauti ili tuweze kushinda. Kwa mimi ni muombe kiongozi wangu huyu aweze kurudi kwenye maadili na kuhakikisha hawezi kuzungumzia masuala haya tena kwenye mitandao, kwa sababu utaratibu anaujua. Na baada ya kuzungumza hayo ya kuwaomba viongozi hawa ambao ni wanatokana na Chama cha Mapinduzi, na kwa kweli ni waombe kama umoja wa vijana, mimi nikiwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Bahi, ninawaomba na ninawataka viongozi hawa kitendo hiki cha kuweka misimamo na kushawishi watu mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, kitendo hiki kife na tuachane nacho. Tufuate misimamo ya serikali ambayo tumepewa. Jambo la mwisho nitaka nizungumze kwa kumalizia. Kwanza kabisa nimalizie kwa kutoa rai na kwa kuelekeza masikitiko yangu makubwa kwa viongozi wanaolea matawi yaliyopo kwenye chuo kikuu cha UDOM. Na hili nalisema kupitia huyu kijana ambaye ni kiongozi wa UVCCM pale kwenye tawi moja wapo pale UDOM pale chuo kikuu cha Dodoma, kwa kauli ambazo amejinasibu na kumkejeli katibu mkuu wetu. Yeye labda hana historia na katibu mkuu tu kujua kwamba katibu mkuu ametokanaje wa vijana. Ndugu yangu Kenan ni kiongozi, ni mtu ambaye amekamilika. Amekuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana mkoa wa Iringa, lakini amekuwa mheshimiwa DC wilaya ya Arusha mjini, Arusha jiji. Lakini amekuwa mkuu wa wilaya katika wilaya ya Singida kule Ilamba. Kwa hiyo vipo vitu vingi ambavyo amepitia na ni kada mzuri na anaelewa taratibu. Na moja ya kazi ya umoja wa vijana sisi ni jeshi ndani ya chama kuhakikisha tunahakikisha chama chetu kinakwenda vizuri. Ndio maana unapoona kiongozi yoyote anapokosea na anapopotoka na maadili, tunao wajibu wa kumkumbusha sisi kama vijana. Ndio maana unapoona sikutaka kulizungumzia swala la Anthony Diallo, maana yake mkuu wangu alikuwa ameshalizungumzia. Ndio maana alipopotoka Anthony Diallo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza, Comrade Kenan kiongozi alimrudisha kwenye utaratibu na kumtaka kauli zile aziache mara moja. Kiukweli sisi vijana ndio moja ya kazi ambayo tunatakiwa tuifanye, kuweka matamko yenye maslahi mapana na kuweka matamko yenye kuweza kuweka hali ya amani na usalama vizuri. Sasa masikitiko yangu ni kwamba nasikitika uongozi wa mkoa mpaka sasa hivi haujachukua hatua zozote juu ya yule kiongozi wa umoja wa vijana kwenye tawi kule la chuo kikuu cha UDOM. Sasa mpaka nafikia mahala naanza kujiuliza, ama ametumwa azungumze maneno hayo ama ikoje? Kwa mimi nilitaka na niwaombe uongozi wa UVCCM mkoa wa Dodoma, kwa kauli alizozitoa yule kijana kumkashifu katibu mkuu wa umoja wa vijana taifa, ninataka viongozi na ninawaomba viongozi wa UVCCM mkoa
Kwanza nilitamani mpaka sasa hivi awe ameshasimamishwa uongozi, kwa sababu kwa kauli zile za uchochezi na kukejeli kiongozi mkubwa kama yule sio nzuri. Kwa hiyo niombe uongozi wa mkoa mpaka sasa ulichukulie hatua hili jambo na umshughulikie kijana yule kwa kupitia miongozo na kanuni za umoja wa vijana tunazozitumia kuongoza hii jumuiya. Kwa hiyo niombe jambo hili lichukuliwe kwa ukaribu. Tukiacha vitu vya namna hii, leo itatokea kwa kiongozi mwingine wa juu. Lakini mwisho nimpongeze rais wangu mpendwa, nimwombee afya njema mama yangu, rais wangu na mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi taifa, mama yangu Samia Suluhu Hassan, kwa kazi ambazo anaendelea kuzifanya na jitihada mbalimbali anazozifanya kukabiliana na janga hili la corona. Sisi kama vijana tuko nyuma yake, tutamsaidia kuhamasisha na kuelimisha mambo yote muhimu anayoyahitaji kuyatekeleza katika serikali ya awamu ya 6.